Kati ya stories ambazo zime make headlines siku ya jana ni kusimamishwa kwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid, moja kati ya mashehe ambao wanapendwa sana na watu. Huo ndio ukweli ambao hauwezi kufichika. Sheikh Walid amefanikiwa kuteka sana, vijana wengi wanapenda sana kumfuatilia. Mimi ni moja kati ya watu ambao nafuatilia sana mawaidha ya Sheikh Walid, japokuwa sio Muislamu mimi, lakini nafuatilia, napenda mafundisho yake jinsi yalivyo. So jana baraza la ulama limeweza kumsimamisha na wenzake wengine wawili wa mikoa tofauti kwa tuhuma ambazo wamedai kwamba ni mienendo mibaya. So wapo katika kikaango cha uchunguzi, lakini kuna videos ambazo zimekuwa zikisambaa pia zikimuonesha mwanamke mmoja ambaye anadai kwamba amezaa na Sheikh Walid, na inatajwa kwamba Sheikh Walid alisitisha huduma kwa mtoto, lakini pia mtoto alikuwa anaumwa, na mwanamama amesema kwamba amejaribu kufanya namna mbalimbali za kuweza kuwa sawa na Sheikh Walid ili aendelee kumlea mtoto wake, kumugusa mtoto wake, lakini amekuwa akikosa ushirikiano. Lakini pia mwanamama huyo akapigilia msumari kwamba alimtishia kwamba atampoteza kama angeendelea kumfuatilia. So inatajwa kwamba hii video ndiyo ambayo imemponza Sheikh Walid, na baadaye mwanamke akaja kuonesha mpaka barua za mahakama, lakini pia zile sehemu zote mawasiliano yake na Sheikh Walid na vitu vingine ambavyo vilikuwa kama ushahidi huko mahakamani ambavyo ina prove kwamba yeye na Sheikh Walid walikuwa hapo kwenye mahusiano na wana mtoto mmoja. So upande wa Sheikh Walid hajazungumza chochote. Mastaa mbalimbali, watu mbalimbali maarufu mitandaoni, wengi imeonekana wameumia sana kwa maamuzi haya ambayo amefanyika na BAKWATA. So hizi video ndizo ambazo zinatajwa kwamba zimemponza Sheikh Walid mpaka kutenguliwa, kusimamishwa, niseme hivyo, kusimamishwa kama shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi ni Ricky, tazama hii video. Uchungu wa mtoto aujuae mama yake. Mimi uchungu wa mwanangu na ujua, nilimpata kwa shida, niko lazi kufa, lakini nimemwona. Kila mama aliyezaa na sana nielewa, kila mwanamke anayepata machungu kama mimi na sana nielewa. Ulishaniambia matusi yote, ulishaniita majina yote, mimi wala sijui nani, lakini yote nimesamini, nimevumilia. Naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nisaidie. Mama Samia Suluhu nisaidie. Mimi mwanamke napitia shida, kisa Sheikh Walid, kisa cha mkoa wa Dar es Salaam, ananinyanyasa kisa cheo chake, ananinyanyasa kisa uongozi wake. Napitia mateso mimi. Naomba mnihurumie, watetezi wa wanawake, mnisaidie, mimi nateseka. Waziri Mkuu, najua ubagui baba kwa kuwasaidia watu. Naomba nisaidie mimi kama naye mwanangu kwa amani. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yangu, mlezi wa watu wengi, niko chini yako mama yangu, nimepiga magoti na nyanyasika mimi, nanyanyasika. Mama, naomba nihurumie, unisaidie mimi. Nakosa amani ya kumlea mwanangu, nahangaikishwa na mzazi mwenzangu Sheikh Walid Alhadi Omar Kawamba, shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Mama naninyanyasa mpaka nimeshaenda mahakamani. Kesi kafutwa, ngauguza mtoto, kesi kafutwa, kakataa kuitika kwamba yeye kiongozi haweza kaitika. Mimi nikauguza mtoto, ikafika mahali mtoto ikachelewa kupona, wakafuta kesi. Baada ya hapo ndo akawa naongea, kuna mama kiongozi akamtafuta kwa ajili yangu, akaongea naye,
akaenda kanipa hela, kaniahidi kwamba mtoto atamsaidia, atamtafutia cheti, pasipoti vyote. Mpaka juzi nilimfuata ofisini kwake, kasema hataki kuniona, kwamba yeye atonitafutia pasipoti, mtoto atompa chochote kile, yeye sio kondoo. Mama ananyanyasika. Uchungu wa mtoto aujuaye mama yake. Mimi uchungu wa mwanangu na ujua, nilimpata kwa shida, niko lazi kufa, lakini nimrehemu. Kila mama aliyezaa nahisi ananielewa. Kila mwanamke anayepata machungu kama mimi nahisi ananielewa. Ulishaniambia matusi yote, ulishaniita majina yote, mimi wala sijui nani, lakini yote nimestahimili, nimevumilia. Naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nisaidie. Mama Samia Suluhu nisaidie. Mimi mwanamke napitia shida, kisa cha Walidi, kisa cha mkoa wa Dar es Salaam, ananinyanyasa kisa cheo chake, ananinyanyasa kisa uongozi wake. Napitia mateso mimi. Naomba mnihurumie, watetezi wa wanawake, mnisaidie, mimi nateseka. Waziri Mkuu, najua ubagui baba kwa kuwasaidia watu. Naomba unisaidie mimi kamlee mwanangu kwa amani. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yangu, mlezi wa watu wengi, niko chini yako mama yangu, nimepiga magoti, nanyanyasika mimi, nanyanyasika. Mama, naomba unihurumie, unisaidie mimi. Nakosa amani ya kumlea mwanangu, nahangaikishwa na mzazi mwenzangu Sheikh Walidi Alhadi Omar Kawamba, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mama ananinyanyasa mpaka nimeshaenda mahakamani. Kesi kafutwa, ngauguza mtoto, kesi kafutwa, kakataa